Jeshi la ulinzi la Israel limeanzisha uchunguzi wa kina kufuatia kushindwa kwa mifumo yake ya ulinzi wa anga kuzuia kombora la ballistic lililorushwa kutoka Irani na kulenga mji wa Tel Aviv hii leo Jumanne, Machi 24 mwaka 2026, tukio lililosababisha taharuki kubwa, uharibifu wa mali na kuibua maswali mazito kuhusu uwezo wake wa mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel, kombora hilo liligunduliwa mapema kupitia mifumo yake ya rada na ufuatiliaji wa anga, na mara moja hatua za tahadhari zikachukuliwa. Kengele za hatari zililia katika maeneo kadhaa ya katikati ya nchi, zikiwapa wakazi muda mfupi wa kukimbilia kwenye maeneo ya kujikinga na mashambulizi. Hata hivyo, licha ya juhudi hizo za haraka, makombora ya kuzuia yaliyofyatuliwa hayakuweza kulidungua kombora hilo kabla halijafika kwenye lengo lake. Maelezo ya awali yanaonyesha kuwa kombora hilo lilikuwa na kichwa cha kawaida cha mlipuko, jambo lililomaanisha kuwa lilikusudiwa kusababisha uharibifu wa moja kwa moja badala ya kusambaza vilipuzi vidogo katika eneo kubwa. Mlipuko uliotokea ulisababisha majeruhi kwa watu 4, huku uharibifu wa majengo kadhaa na makazi ukiripotiwa. Baadhi ya majengo yalipata nyufa kubwa kwenye kuta, vyoo vilivunjika kwa wingi na miundombinu muhimu kama umeme na maji na mawasiliano iliathirika katika baadhi ya maeneo. Mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio ndani ya Tel Aviv walieleza kusikia mlipuko mkubwa uliotikisa majengo na kusababisha moshi mzito kupaa angani. Baadhi yao waliripoti kuwa walikuwa wamejificha kwenye maeneo salama muda mfupi kabla ya mlipuko, hatua iliyosaidia kupunguza madhara ya kibinadamu. Vikosi vya zimamoto na uokoaji vilifika haraka na kuanza operesheni za kuzuia moto uliosababishwa na mlipuko huo, pamoja na kuwatafuta kuwaokoa waliokwama ndani ya majengo yaliyoharibiwa. Huduma za afya ziliwapeleka majeruhi hospitalini kwa matibabu, huku mamlaka zikiendelea kufuatilia hali zao. Aidha, timu za wahandisi zilianza kazi ya kukagua jengo ili kubaini usalama wake kabla ya kuruhusu wakazi kurejea. Kwa upande wa kiufundi, wataalamu wa kijeshi wanaendelea kuchunguza sababu za kushindwa kwa mifumo ya ulinzi. Baadhi ya nadharia zinazotajwa ni pamoja na uwezekano wa hitilafu katika mifumo ya rada au mawasiliano, tatizo la uratibu wa mifumo ya ulinzi wa tabaka mbalimbali, au uwezekano wa kombora hilo kutumia mbinu za hali ya juu za kukwepa ulinzi, kama vile kubadilisha mwelekeo au kasi katika hatua ya mwisho ya safari yake. Jeshi la ulinzi la Israel pia limesisitiza kuwa kombora hilo si la teknolojia mpya, kwani limewahi kudunguliwa katika matukio ya awali. Hata hivyo, tukio hili linaashiria kuwa hata makombora yanayojulikana yanaweza kuwa tishio endapo kutakuwa na dosari katika utekelezaji kwa mifumo ya ulinzi au mbinu mpya za kushambulia zinazotumika. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa shambulio hilo linaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa kupima uimara wa mifumo ya ulinzi wa anga wa Israel. Kupitia shambulizi la aina hii, Irani inaweza kuwa inajaribu kufanya na kukusanya taarifa muhimu kuhusu muda wa mwitikio, uwezo wa rada na udhaifu wote uliopo, ili kujiandaa kwa mashambulizi makubwa zaidi katika siku zijazo. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa wito wa kupunguzwa kwa mvutano na kutafuta suluhisho la kidiplomasia ili kuepusha hali hiyo kuendelea kuwa mbaya zaidi.